Leo nataka kuwajuza historia fupi ya Gaddafi Kininga, mchangiaji mkubwa wa kaswida na mwanga wa imani kutoka Kigoma. Katika jiji la Kigoma mwaka 1997, alizaliwa kijana mwenye ndoto kubwa na moyo wa kupenda dini, Ramadhan Ahmad Ismail Kininga, ambaye leo anafahamika zaidi kwa jina maarufu la Gaddafi Kininga. Ni jina lililobeba heshima, historia na taswira ya mapambano ya kijana aliyeamua kuitumia sauti yake si tu kwa burudani, bali kwa kuelimisha, kuhamasisha na kuinua hadhi ya muziki wa kaswida Afrika Mashariki. Safari yake ilianza katika kata ya Burega wilayani Kigoma alipohitimu elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Buzebazeba. Baada ya hapo alijiunga na shule ya wakulima Rubuga ambako alionyesha nidhamu na bidii kubwa. Lakini baada ya kumaliza masomo hayo, moyo wake ulianza kumvuta katika jambo tofauti, elimu ya dini. Aliona ndani ya familia yao hakuna aliyewahi kusoma elimu ya dini kwa kina zaidi, jambo lililomgusa sana. Hapo ndipo alipofanya uamuzi wa kipekee, kusoma dini, si tu kusaidia wazazi wake bali pia kuutumikia umma wa Kiislamu. Safari ya kielimu ya kidini ilimpeleka mbali zaidi. Alianza katika madrasa ya Aqsa huko Rutale, Kigoma. Kisha wazazi wake walipohamia Mwanza, naye akaendelea na masomo yake huko. Hatimaye alihitimisha safari yake ya elimu ya dini katika mji wa Tanga, mahali ambapo alikuwa na kukomaa kielimu na kiroho. Lakini ndani ya moyo wa kijana huyu kulikuwa na kipaji kingine kilichokuwa kinachipuka taratibu, kipaji cha kuandika mashairi na kuimba kaswida. Tangu akiwa darasa la 3, Gaddafi alianza kutunga mashairi madogo madogo yakionyesha hekima na mafunzo ya kidini. Kadri miaka ilivyozidi kusonga, kipaji chake kilipevuka na hatimaye kikamfikisha kwenye majukwaa makubwa ya kaswida ndani na nje ya Tanzania. Gaddafi Kininga amewahi kushiriki katika matamasha makubwa ya kaswida katika nchi kadhaa Afrika Mashariki, ikiwemo Burundi mwaka 2021, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwaka 2023, Kenya mwaka 2024 na mengine mengi. Kila alipokuwa akipanda jukwani, sauti yake ilibeba ujumbe wa amani, imani na mapenzi kwa Mwenyezi Mungu. Mwaka 2021, akiwa na hamasa ya kuinua tasnia ya kaswida, alianzisha taasisi yake ya kwanza iliyolenga kunyanyua vipaji vipya na kuipa thamani kaswida sawa na muziki wa Injili. Ingawa taasisi hiyo haikudumu kwa muda mrefu, haikumvunja moyo. Mwaka 2024, Gaddafi alikuja na wazo kubwa zaidi, kuanzisha Ahlul Bayan Foundation, taasisi yenye malengo makubwa ya kijamii, kujenga misikiti, kuwalipa walimu wa madrasa mishahara na kuibua vipaji vipya vya kaswida. Kupitia juhudi hizo, Gaddafi amefanikiwa kujenga msikiti mmoja hadi sasa kupitia taasisi hiyo, jambo linalothibitisha moyo wake wa kujitolea kwa jamii. Lakini wengi hujiuliza, jina Gaddafi limetokea wapi? Kwa kweli, Gaddafi si jina lake halisi. Ni jina alilopewa na marafiki zake mwaka 2011 kutokana na mapenzi yake makubwa kwa hayati Kanali Muammar Gaddafi wa Libya, ambaye alikuwa kiongozi jasiri na mwenye historia ndefu ya kupigania utu na heshima ya Waarabu na Waislamu. Tangu siku hiyo jina hilo likawa sehemu ya utambulisho wake. Leo hii Gaddafi Kininga ni kiongozi wa Ahlul Bayan Foundation na pia anatambulika kama mwimbaji namba 1 wa kaswida mkoani Mwanza. Ni kijana ambaye amegeuza imani kuwa dira, sauti kwa daraja la kuunganisha watu na kipaji kwa sadaka ya uhai wake. Safari ya Gaddafi Kininga ni ushahidi kwamba mafanikio si matokeo ya bahati mbaya, bali ni kujituma, kusudi na imani. Ni simulizi ya kijana wa Kigoma aliamua kuwasha taa ya nuru kupitia kaswida, nuru inayong'aa hadi leo katika mioyo ya watu wengi. Umejifunza nini baada ya kujua historia hii fupi ya Gaddafi Kininga? Mr. MIDDL Imido Simba ndo majina yangu. Bye bye till the next time.